ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akamkazia macho na Petro na Yohana akamkazia macho, akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao, lakini Petro akasema, sina fedha, sina dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, simama na uende. Baba, ibariki andiko hili ninapoenda kuzungumzia kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Andiko linasema ya kwamba palikuwa Petro na Yohana walikuwa wakikwea kwenda hekaluni. Ilikuwa ni mwendo wa saa 9 ya jioni. Andiko linasema ya kwamba wakati walikuwa wakienda kule hekaluni, kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaketi kule. Kazi yake ni kuomba sadaka. Kazi yake ilikuwa alikuwa anakaa kwenye mlango. Haleluya. Mlango ambao ulikuwa unaitwa Mzuri. Kazi yake alikuwa anasema nisaidie. Saidia tu. Saidia shilingi 5. Hata 10 tu nipe. Haleluya. Lakini alipokuwa Petro na Yohana walipokuwa akienda hekaluni, andiko linasema ya kwamba akawaona na akaanza kuwaomba hela. Lakini Petro na Yohana wakamwambia, sasa hatuna kitu ambacho tunaweza kukupea, lakini hebu tutazame kwa jina la Yesu Kristo, simama na uende. Kwa jina la Yesu Kristo, simama na uende. Inatangazwa katika kanisa hili siku ya leo. Haijalishi ni magumu ya namna gani, haijalishi umetengwa katika jamii, kishikwa na magonjwa ya namna gani, tumbo, mgongo, mara kifua, mara miguu, haijalishi na ujumbe, simama na uende, kwa sababu umepona. Simama na uende, kwa sababu wakati wako umefika. Haleluya, haleluya, haleluya. Simama na uende. Andiko linasema ya kwamba wakati huo, oh haleluya, nataka nitangaze siku ya leo, wakati huo huyu jamaa alikuwa amezoea ya kwamba kila siku riziki yake ilikuwa pale kwenye mlango wa hekalu. Isitoshe, alikuwa anaomba tu kile ambacho uko nacho uweze kumpa. Siku ya leo ninataka kutangaza katika hili kanisa, wewe ni tajiri. Haleluya. Siku ya leo ukiombaomba shilingi 50, sijui nitafulisha shilingi ngapi. Haleluya. Ndani wa mfululizo akufuliza ashindwe. Haleluya. Nataka nitangaze siku ya leo ya kwamba siku ya kuombaomba ulipita. Sisi watoto wa JRCC, sisi watoto wa JRCC, kwa mafuta kuomba. Haleluya. Kama hautaendesha gari leo, mtoto wako anaendesha gari kesho. Nataka nitangaze siku ya leo ya kwamba huyu mwanaume simama kwa miguu miwili, akaanza kurukaruka. Alipata mtembeleo, Mungu alimtembelea.
mwaga tena. Pesa yako itakuwa ni kujenga nyumba ya Mungu. Pesa yako itakuwa ni kuwabariki wasiojiweza. Bwana atakukumbuka. Haleluya. Amen. Mpaka lini? Mpaka lini? Utaenda kwa mtu ukiomba, Bwana ape sifa. Nataka niwaambie sisi ni matajiri. Mwanaume akaanza kurukaruka, akasema Baba umetenda. Alipokuwa yani andiko linasema ya kwamba alikuwa kiwete. Sisi alikuwa anatembea hivi. Haleluya. Sisi alikuwa anatembea hivi. Lakini andiko linasema alirukaruka akiingia kwenye hekalu. Alipokuwa kwenye hekalu kwa na watu wengine huyo alikuwa anaomba. Amen. Najua ya kwamba unabarikiwa. Watu watasema kama sio Illuminati. Haleluya. Amen. Lakini watakaposema hivyo sema Mungu wa Dan. Amen. Mungu wa Kakande. Pastor Joel. Mungu wa TB Joshua. Yako iwe mwisho. Unapata mama anakaa nyumbani. Haleluya. Amen. Jiko hili linakaa namna gani? Jiko hili karanga hata. Haleluya. Amen. Tatu. Bwana ape sifa. Unajua nataka niwaambie kitu. Ukibarikiwa usikose kumtolea Mungu. Ukibarikiwa usipee Mungu noti kidogo. Na Mungu atafurahi. Bwana ape sifa. Kuna mwimbaji mmoja kule kwetu aliimba akasema kulikuwa na mtu mmoja alikuwa anatoa sadaka na alikuwa na shilingi 50,000. Sasa huyu mtu anashika kila siku anapeana shilingi 50. Na ni tajiri sana. Siku moja akatafuta shilingi 50 hapa akaweka hapa. Hiyo 50 alete kwa nyumba ya Mungu. Kabla ya mchungaji kusimama akapata kutaka kwenda haja. Haleluya. Akaenda na shilingi 100,000 wapi? Ama 50,000 wapi? Fika kule ile shilingi 50,000 sema ni 50 ikaanguka kule ndani. Sasa na alikuwa amemwibia nani? Bwana ape sifa. Alipo Pastor Dan ndiye alikuwa anahubiri. Kuliko akae chini Pastor anaanza haleluya anasema 50,000. Bwana ape sifa. Kwa sababu akikaa anasikia pesa iko hapo. Hakuna akiendelea mpaka kila mtu anashangaa. Mungu yake maka imeenda wapi? Siandiko. Bwana ape sifa. Ukibarikiwa patia Mungu yake. Haleluya. Kwa hivyo ningependa tu niwaambie kwamba haijalishi umepitia masaibu ya namna gani. Haijalishi shetani amekupepeta kwa miaka ngapi. Wengine wetu tulikuwa tumefika mwisho katika maisha. Wengine wetu hatukuwa na matumaini katika maisha. Wengine wetu tulikuwa tumesema tukufe tu. Haleluya. Lakini tulipogundua ya kwamba kuna Mungu aliye mbinguni kupitia watumishi hao, tunaweza kusimama leo, tunaweza kuhubiria leo na kuwapa matumaini ambayo iko mbele. Paulo akasema piga vita vilivyo vizuri.